Junior ndio wewe jamani wao. Jamani kwa mdizi ni kazi. Yaani mimi naona wivu. Yaani hapa wanapiga mpaka kisi jamani, mimi nipo tu naangalia. Kwa kweli Aslay ile nyimbo yake hakukosea. Malaika kwenye shingo. Kwa mdomo ndo wanagusana. Haya we lauma. Haya we. Najikaza kisabuni lakini roho inauma. Jamani Mwanamfalme leo katika trip zangu zote amenifanya nionekane mnyonge. Nikiangalia tu mimi natamani. Lakini mimi ndo hivyo poyoyo tena. Naangalia tu watu wanaimumunya tu hivi hivi. Yaani kwa kweli I can't believe my eyes. Yaani unajua Melissa, tumekutafuta huu mji mzima, tumezunguka kila kona, kila chocho, hakuna sehemu ambayo tujapita. Mimi na huyu askari wangu kibwana tumezunguka kila sehemu kukutafuta. Yaani sikutegemea kama nitakuona hapa. Wewe tena Mwanamfalme, yaani mimi nikikuangalia jamani na vidani vyako hivyo vinavyong'aa, unasije kunichanganya tu mwenzako. Mimi huku ndo mtani kwetu. Yaani Melissa kwa kweli umejua kuukonga na kuusuhuzisha kabisa moyo wangu. Yaani mimi nilikuwa siwezi kukaa. Kila nikikaa na kufikiria tu, moja haikai, mbili haikai. Mawazo yote hapo kwa Melissa tu. Nikasema nitakuona wapi? Nimekuja nazunguka huku na huku nikutafute. Kwanza unaelekea wapi sasa hivi? Mimi nilikuwa nimekuja wangu Melissa. Mwanangu, umeniletea na wageni gani? Naona watu wamekuja huko ndani wanakuja kujazana na hawanunui, mnapiga tu story. Hawa watu gani tena waliokuja huko ndani? Au ni marafiki zako hawa? Watambua fika kabisa, yani taratibu za hii supermarket, mtu anakuja ananunua kitu anaondoka. Sio mnaletea watu wanakuja kujaza enzi tu kwenye duka langu, hawanunui chochote. Nasikia tu story wele mara si mnaanza kutongozana. Kwanza naombeni mjitambulishe mmoja mmoja. Nyie ni kina nani mliokuja hapa? Kimeshanuka hapa. Kimesharibika sasa hivi. Madam, mimi ni askari mlinzi wa Mwanamfalme. Kaa kimya kwanza. Nilitaka mkubwa wako ndo aanze kuongea. Yaani wewe ni askari tu lakini una mdomo kama nini? Kwanza ulimpata wapi askari legevu kama huyo? Kwanza nianza samahani mama yangu kwa hiki kilichotokea. Mimi kwa majina naitwa Junior, ndi Mwanamfalme kutoka katika falme tukufu ya Mfalme Okara. Lengo na zumuni ya kuja hapa ilikuwa nimekuja kununua kitu, lakini nikaonana na huyu binti ndio katukuta tuna maongezi hapa. Lakini kuhusiana na askari wangu huyu mzoee tu, manake huyu tabia yake ya kulopoka ameizoea tu toka muda. Lakini hatukuja na lengo baya, nia yetu tulikuwa tunataka tuongee na huyu binti. Hili ni onyo. Tena ni onyo kali kabisa. Naomba ulisikize vizuri. Yaani unajua hii ni biashara ya mtu kama biashara nyingine. Kwa unapokuja kwenye biashara ya mtu, alafu hununui chochote, haumuungishi, unaanza kupiga tumbea, inakuwa haifendezi tena kwa mtoto wa kiume kama wewe. Haijaishi ni Mwanamfalme au ni nani. Haya, huyu nishampatia vitu vyake vyote. Mnaweza mkaenda kuongea huko nje. Siwataki humu ndani tena. Melissa, bila kupoteza wakati, manake humo ndani umeona varangati lake huyo mama kidogo alikuwa ni mkali. Sasa mimi sitaki kupoteza wakati tena. Nilikuwa nahitaji kuondoka na wewe hapa, twende moja kwa moja mpaka kwenye kasi la baba yangu Mzee Okara, niende nikakutambulisha kwamba wewe ndio kipenzi cha moyo wangu. Ndiyo, ni sawa, lakini itakuwa kama unanitorosha vile, manake mimi tu nilikuwa nimeagizwa na baba nije huku mara moja. Sasa itakuwaje nikichelewa kurudi nyumbani? Baba atakasirika. Usijali, sitachukua muda mrefu sana, manake tutaondoka kwa njia ya farasi mkuku mpaka tunafika kwenye kasi la baba yangu. Alafu mimi lengo langu kubwa, nataka baba yangu naye atambue kwamba mimi na mwanamke. Manake kila siku nakuwa namwambia kwamba mimi na mwanamke, nataka kumtambulisha, lakini anakuwa ni mtu ambaye anakuwa ni mgumu, anadhani mimi namtania, anajua siko serious. Kwa hiyo nataka nimuonyeshe kwamba mimi niko serious, nataka nikakupeleke nikutambulisha kwa baba yangu, alafu mimi nitakurudisha. Mimi lakini na wasiwasi jamani. Huko tunapokwenda hautonichelewesha kweli Junior? Na kama ni hivyo, je, ikitokea baba yako yani akanikataa mimi itakuwaje sasa? Manake mimi itakuwa nimekwenda mpaka huko alafu nimeenda kujitia aibu tu. Hilo haliwezekani kabisa. Yaani ondoa shaka. Wewe usijali kuhusu hilo, manake mimi nishaongea na baba na nikamwambia kwamba mimi kuna binti ambaye nampenda na nitakuja kumtambulisha. Kwa hiyo yeye hana mamlaka yoyote ya kwenda kunikatalia mimi nenda kumuoa nani. Kwa hiyo mimi ndio nachagua mtu wa kwenda kumuoa. Kwa hiyo mimi naomba tuharakishe.
Haya, lakini likitokea na kutokea Junior, mimi lawama zote nitakuhamisha wewe, manake wewe ndio ulinishawishi mimi twende huko. Lakini mimi na wasiwasi, sijawahi kwenda kwenye majengo ya kifalme, mimi naogopa kweli yani. Vipi nikikamatwa, nikafungiwa ndani mimi itakuwaje? Amna, hilo haliwezi kutokea. Hapa cha kufanya tuondoke sasa hivi, manake muda umeshakwenda sasa. Askari! Mfalme, nipo hapa nasugua benchi na subiria mmalize kuongea. God have mercy upon us. Afu mbona leo sikuelewelewi? Unatoka au sijui umekuaje? Shida ni nini? Au ulikuwa hujashiba? Wewe unaniambia mzee nikupe sufuria zima la makande. Sasa hivi nakuona tu unasinzia tu hapo kwenye benchi. Sasa nilikuwa nahitaji ufungulie huyo farasi kwa ajili ya safari. Tunaelekea kwenye kasri, naenda kumtambulisha Melissa kwa mtukufu Okara. Yani unajua in short leo nilishiba sana makande muda ule. Yani acha kabisa usione na sinzia kwenye benchi. Lakini haina shida. Ngoja nimwandae farasi basi tuondoke. A few moments later. Yani mme wangu mtukufu Okara, yani nimejitahidi sana kumtafuta Junior kila sehemu, sijafanikiwa kumpata. Nimekwenda mpaka jikoni ambako mara nyingi namkutaga, sijamkuta. Huyu mtoto sija amekwenda wapi? Yani kasri zima hili nimezunguka namtafuta Junior sijampata. Yani mimi mwenyewe kuna kazi nilikuwa kumpa Junior, lakini nashangaa nimejaribu kwenda kumtafuta mpaka kule chini kwa walinzi sijamuona. Hata kwa amekwenda wapi? Mkuu mtukufu sana Okara, kuna ugeni umekuja katika kasri yetu. Ugeni? Ni ugeni gani tena umekuja kwenye kasri langu hili? We kicho, hebu punguza masiala yako. Ujue tupo hapa tunadiskasi mambo ya muhimu sana kuhusu ufalme yetu hii, na tulikuwa tunamuulizia Junior yuko wapi. Alafu unakuja tu mgeni. Ni mgeni gani ambaye amesubutu kuweza kupenya na kuingia kwenye falme yetu hii ya mtukufu Okara na nyinyi mkamruhusu? Ni nani huyu ambaye amekuja? Hapana, sio kwamba naleta masiala, ni taarifa ya kweli, ni taarifa ya serious. Kuna mgeni amekuja hapa na mgeni We kicho, mbona uboja maneno? Mara sema ni nani, ni mgeni gani huyu ambaye amekuja kwenye kasri letu ili tuweze kumtambua? Yani mpaka napata kigugumizi, usinione tu hivi mtukufu mfalme, maana taarifa ni nzito. Mwanao Junior amerejea, hatimaye amerejea kwenye kasri hili baada ya kutoka kwa alikokuwa amekwenda. Amerejea lakini hajaja mikono mitupu. Amerejea lakini hajaja mikono mitupu? Unamaanisha nini kicho? Unataka kusema kitu gani kicho? Mbona sikuelewi? Taarifa zako ziko nusu. Wewe sema amerejea, amekuja na nani? Basi ngoja tu niseme tu straight to the point. Mwanao Junior amerejea lakini hajaja peke yake, amekuja na ubavu wake wa pili. It means amekuja na binti yule ambaye alikuwa anatamani kumchumbia. Binti fulani hivi mzuri sana, ni asili ya Asia. Amekuja na ubavu wa pili. Na huyo binti mmemuuliza jina lake ndo nani? Kwa maelezo walikofika pale getini, mimi ikabidi niwahoji, wewe mgeni unaitwa nani? Yule binti akajitambulisha kwa jina moja tu, jina la Melissa. Melissa, hili jina sio geni kwangu. Kuna siku niwe kumsikia Junior akisema Melissa. Basi waruhusu waingie. Waambie waingie moja kwa moja mpaka kwenye kasri hili. Basi sawa mkuu wangu Okara. Ngoja basi nikawaruhusu waingie moja kwa moja.